Atanisomea neno la Mungu, kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi ndio si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya nini? Falme, mamlaka, wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Haleluya! Vita yetu haipo katika damu na nyama. Takiwa hiyo kitu tuelewe. Amen. Amen. Vita ipo katika falme na mamlaka. Amen. Kwa hiyo katika damu na nyama, unapoona pana vurugu fulani, ujue hiyo imetokana na vita za kwenye falme na mamlaka. Amen. Amen. Kwa hiyo vita moja ipo kwenye falme, mamlaka na wakuu wa giza. Wakuu wa giza kuna Pepo wabaya. Majeshi ya pepo wabaya ndiyo yanayohusika. Majeshi ya pepo. Hii vita yote ipo katika ulimwengu wa roho. Haleluya! Vita ipo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni vita ya wapi? Ya rohoni. Sasa leo tunaangalia katika vita iliyopo ndani ya mwanadamu. Yes. Mwanadamu muda wote ndani yake kuna vita inaendelea. Amen. Hiyo vita ni kati ya mwili na roho. Yes. Pana mzozo, pana ghasia inaendelea. Amen. Ambapo mwili una maslahi yake. Amina. Na roho nayo ina maslahi yake. Amina. Kwako wewe mwanadamu, mwili una maslahi na roho ina maslahi. Amen. Sasa mwanadamu kama mwanadamu yuko na vitu vitatu. Amen. Halo. Amina. Tuseme huyu ni mwanadamu. Yeye amegawanyika sehemu tatu. Amen. Mwili, nafsi na roho. Haleluya. Amen. Sasa vita tunayoizungumzia hapa iko kwenye ulimwengu wa roho. Matokeo yanakuja kuonekana kwenye mwili. Unapoona magonjwa yanaibuka, unapoona unashindwa kufunga, unaposikia njaa ipo kwenye mwili. Amen. Roho inataka ufanye mafungo, na ndivyo ulivyojifunza ya kwamba ukitaka kujichaji ushinde vita lazima uwe na maombi ya kufunga. Lakini kutokana na vita iliyopo ndani ya huyu mtu, roho inataka kufunga, mwili
unataka ugali. Amen. Sasa ni nani atakayeshinda mzozo, mgogoro ambao huwa hauishagi? Ili uweze kufanikiwa, ukaweza kuishinda njaa, yes, ukaweza kuushinda usingizi. Amen. Usingizi nao ni mwili. Amen. Amen. Amina. Njaa ni mwili. Kwa hiyo hapa katikati pana kitu kinaitwa nafsi. Nafsi kazi yake sasa ni kubalance mambo yaende yanavyotakiwa kwenda kati ya roho na mwili, ili mwanadamu aweze kufanikiwa. Hivi vitu vinatakiwa balance. Amen. Tumeambiwa ya kwamba kushindana kwetu si damu na nyama. Amen. Ni kitabu cha Efeso ngapi? Efeso 6 mstari wa 12. Mwili ndio damu na nyama iko pale, lakini kumbe vita haipo hapo. Vita ipo kwenye ulimwengu wa roho ambao ndio huu hapa. Kwa hiyo hii vita hii yote imefocus hapa. Tunaweza tukatenganisha hapa. Huu ndio ulimwengu wa vita. Ulimwengu wa roho. Pana falme, pana mamlaka, pana majeshi ya pepo. Hayo majeshi wewe uweze ukayashika, lakini yapo. Amen. Ndiyo yanayovuta wewe usishinde vita. Zipo falme, zipo mamlaka. Unapotaka kuja kanisani, lakini mwili wako unataka ulale nyumbani, manake kuna mgogoro unaendelea kati ya mwili na roho. Dhambi, tukiangalia amri za Mungu, amri za Mungu, yes, amri ya kwanza inasemaje? Amri ya kwanza inasemaje? Mwabudu Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Usiwe na miungu mingine. Amri nyingine unaoikumbuka? Usizini. Usizini. Usiue. Usiibe. Amen. Usiseme uongo. Usitamani mke wa jirani. Hizo zote ni amri ambazo, amen, zipo kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Lakini zinaushurutisha mwili. Amen. Kwamba mwili usizini. Yes. Mwili usiibe. Amina. Mwili usiseme uongo. Amen. Lakini mwili wenyewe unataka kuzini. Amen. Unataka kuiba. Yes. Mwili unataka kwenda kwenye miungu mingine. Amen. Na ukitaka kujua ya kwamba haya mambo ni ya mwilini, kitabu cha Wagalatia amezungumza matendo ya mwili. Ni Wagalatia ngapi? 5:19 mpaka 21. Labda tuyasome ili ujue kwamba haya ni matendo ya mwili na ndiyo vita kuu iliyopo kati ya mwili na roho. Na ndipo panapotukosesha tusishinde ile vita kuu ya falme na mamlaka. Kwa sababu roho haitaki kuzini, ila mwili, amen, unataka. Roho haitaki kuiba, ila mwili wenyewe umeona kitu kameachwa hapo ovyo ovyo, mwili unaiba. Kusema uongo ni matendo ya mwili. Tusome Galatia. Nitasoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wake wa 19. Soma. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko
Amen. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi. Kwa hiyo ibada ya sanamu ni matendo ya mwili. Amen. Ndio maana katika amri imesema usiwe na miungu mingine. Amina. Lakini mwili unataka uwe na miungu mingine, uwe na ibada za sanamu. Yes. Ndio mwili unapata burudani. Amen. Bila ibada za hivyo mwili hauna burudani. Njia pekee ya wewe kushinda hii vita, yes, ni kuyaua matendo ya mwili, kumwomba Yesu akusaidie. Amen. Kuyaua matendo ya mwili. Amina. Ndipo utaweza kufanya mambo makubwa katika ulimwengu huu. Amen. Kama ni biashara, utafanya biashara itaenda. Amen. Itakuwa kubwa. Amen. Kama ni kazi, utapata kibali mbele ya watu na mbele ya Mungu. Amen. Kama ni huduma, itaenda viwango vya juu. Amen. Matendo ya mwili, uchafu. Yaani mwanadamu yeye anatamani tu angeamka akaendelea na maisha. Amen. Hutaki kuoga, hutaki kufanya lolote. Mwili ndio unaona safi, lakini umewekewa upige mswaki, uoge, uvae nguo. Unaona kama unataabishwa. Matendo ya mwili yanapenda uchafu. Amen. Yaani hapa pasingekuwa na visheria, watu wangekuwa naishi tu. Amen. Wewe angalia mtu ambaye nafsi yake imekamatwa, imepigwa. Amina. Mtu ambaye amechanganyikiwa, ufahamu haupo. Amen. Maanake chizi ndio mtu ambaye mfano halisi wa aliyekamatwa nafsi. Amen. Uone anapenda uchafu. Yaani wewe hapo, wewe umekuja hapa, nafsi yako ikikamatwa, kesho asubuhi haupigi mswaki, hauogi, na unaona uko poa, unaona uko safi. Sasa hivi hapa si umepiga kitambaa kinang'aa, wakupatie wazee, wakukanyagie waya sehemu, wavute chwa, watoboe, wanyofoe. Amen. Kwenye umeme. Kesho tunakuona barabarani. Amen. Au unakuja kwenye ibada, unakumbuka tu ibada ipo Mwenge, unakuja hapa nywele imevurugika. Yaani hapo wewe unasikia burudani. Ndio yaani sisi wote hapa, nafsi ikikamatwa hii. Amen. Hii nafsi ikikamatwa ikavutwa huku chini, matendo ya mwili yanashamili, yanatawala. Huwezi ukaamua kwamba niende kwenye ibada, niende wapi. Hii sanamu, wewe ndio unaona sanamu ndio lenyewe. Amina. Mungu wa kweli hafai. Amen. Uchume udi, uchume vitu, uweke kakinyago pale ukakasujudie, ramu starehe. Amina. Burudani. Amen. Na hata sehemu zenye, hata kama ni sehemu ya ibada bila ya mambo fulani fulani ya kisanamu sanamu. Amen. Hauna raha. Hapa endelea kusoma. Endelea kusoma haya matendo. Uadui. Wewe unapenda uadui, unapenda ugomvi. Yaani ukikaa na watu bila kukorofishana hauna raha. Amen. Unatafuta bifu. Unatafuta, mbona mimi yule jamani adui yangu bwana. Amen. Kivipi? Mbona hana tatizo na wewe? Umeshajitengenezea adui, ndio raha ya mwili. Amen. Yaani ili mwili uburudike lazima pawe na uadui na ugomvi. Yes. Ndio. Wivu. Hasira. Fitina. Faraka. Uzushi. Usuda. Ulevi. Ulafi. Na mambo yanayofanana na hayo. Yaani haya mambo yote moja baada ya jingine ni matendo ya mwili. Amen. Ulafi. Huwezi ukakaa ukala kiwango unachostahili mpaka ujaze. Huwezi ukatosheka, yaani kila kitu wewe ni ulafi.
Amen. Yaani unataka ukusanye kila kitu wewe mwenyewe. Amen. Ni mambo ya mwilini. Amen. Tukisema tumekuja hapa na fuku la maandazi, wewe plani yako kila mtu kichwani azidi ale zaidi ya wote hapa. Amen. Nitafanyaje ili mimi nile matatu. Amen. Wenzangu wapate moja. Amina. Na unavyojua kuyafinyia, ukiweka hivi umekamata matatu, unayarushia kama karanga, kipeleka hivi andazi 3 zimeenda. Mkikaa kula kwa pamoja, matonge yako wewe ni makubwa kuliko ya wenzio. Amina. Yaani hiyo ndio hulka ya mwili. Na ukisha kuwa na hivyo vitu tu, vita ya kiroho huwezi ukashinda. Kwa hiyo inaanzia kwenye kichwa, kwenye ufahamu, kwenye utashi. Yes. Ndipo unaweza ukakontrol hapa na hapa. Amen. Hapa kwenye nafsi pana mambo kadha wa kadha ya ufahamu, moyoni. Haleluya. Amina. Unaposikia kwenye Biblia imesema moyo, ujue inazungumzia mtu wa ndani ambaye yuko hapa kwenye nafsi. Mtu wa ndani ambaye ndiye anakamata control nzima ya kuamua maamuzi. Leo nifunge, kwa sababu ukisema nafunga, ikifika saa 4 ile vita imeanza, saa 5 vita imeanza, mwili unasema piga Fanta. Alafu yani mwili una mambo yake ambayo ya kucompromise mafungo. Kwa nini usipige hata matunda saa 6? Kesho utafunga. Amen. Piga hata matunda, alafu tena na saa 9 upige hapo na kafanta. Alafu endelea kuomba. Mambo haya ni ya kiroho bwana. Amen. Ujue tayari hapo mwili umeshashinda. Amina. Haleluya. Ukiambiwa piga kavu, mwili unaanza kukusukuma utume ka message kwa kuhani. Kwani hapa tuweze kupika hata uji laini. Kanako tuma message ni kamwili. Malaki unavutwa chini ili wewe usishinde. Vita haipo huku. Huku ni matokeo ya majeshi. Tukikata hapa, huku chini ni matokeo. Sema matokeo. Matokeo Ya ile vita kule. Matokeo. Ambapo matokeo mojawapo ni nini? Matokeo ya vita. Magonjwa. Magonjwa, umaskini, ambavyo ndio vitu vinakufanya wewe uombe. Kukosa ndoa, kukosa kuzaa, kufungwa tumbo, yale ni matokeo ya ile vita. Kwa hiyo hii vita inashambulia huku, inakuja kuleta matokeo haya, lakini vita halisi ipo hapa. Pale ndio moto unapowaka. Sema amen. Amen. Unaelewa? Amen. Tunaenda vizuri? Amen. Na wewe uchole huo mchoro ili ukumbuke. Amina. Kama uwezi kuchora uje upige picha hapa. Tukisha ukamilisha. Umemaliza 21. Matendo ya mwili. Unamsikia mtu kama Daudi anasema, Bwana uinue nafsi yangu iliyolala. Maana yake anaona kabisa hapa naanza kushindwa vita ya kiroho.
nafsi imeanza kulala kuelekea huku. Nafsi imeanza kuinama, inapeleka vita, nguvu yote inaelekea kwenye mwili. Unaposhindwa kufanya maamuzi sahihi, maana yake ni nafsi imelala. Amen. Unaposhindwa kupanga mipango yako, nafsi imeinama. Unaposhindwa kutafsiri vitu, nafsi imelala. Hapa ndipo penye maamuzi. Watu ongeze neno moja hapa, maamuzi. Kwenye nini? Kwenye nafsi. Haleluya. Hapo ndipo penye maamuzi ya wewe kwamba ushinde vita au uharibikiwe. Ufocus kwenye damu na nyama ili mambo yako yazidi tu kuwa magumu. Shetani anashindwa kuitarget roho, anahangaika na nafsi, lakini anachokitafuta ni roho. Anaweza akacheza maeneo haya sana. Sio kwamba hana uwezo wa kugusa roho. Roho yako inalindwa sana na Mungu. Sio kwamba shetani hawezi kuisogelea, ana uwezo huo, ila kuna ulinzi mkali. Amen. Kwa hiyo anacheza hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anakukamata nafsi, unashindwa kufanya maamuzi sahihi, unaamua kwenda kuzini. Anakukamata nafsi, unafanya maamuzi ya kukatisha mafungo na kula saa 4. Kumbe hayo mafungo ndio yalitakiwa ya kukomboe, kubadilisha historia ya maisha yako, ila kwa andazi moja tu unaamua kuacha maisha yaendelee vile vile. Amen. Muulize Esau. Esau alikuwa kwenye njaa na alikuwa na nyota ya uzaliwa wa kwanza. Saa ilipotimia ya kuibiwa nyota yake na kibali cha uzaliwa wa kwanza, njaa ilipomzidia akaona, njaa kitu gani bwana? Uzaliwa wa kwanza ni kitu gani? Cheo ni kitu gani? Si bora nipige dengu. Kwa hiyo plate ya dengu ikamfanya aachane na vitu ambavyo mpaka leo tumemsahau. Yes. Yaani hapa ilikuwa wale watoto 12 walitakiwa wawe wa nani? Wa Esau. Kabila 12 za Esau. Yaani ndio tunamzungumzia, yeye ndio steering. Amen. Lakini akageuziwa mtego. Esau habari yake ikaishia hapo. Tunazungumza habari za Yakobo. Manake katika ulimwengu wa roho tayari alishanyang'anywa. Amen. Kwa hiyo hii vita ya falme na mamlaka yeye ikamshinda, akaamua kukubali chakula ili mwili ukae vizuri, rohoni akawa ameshindwa. Unapokubali yale matendo yote tumeyasoma hapa na mengine mengi, hebu endelea. Na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Yaani hiyo iko wazi, haina mjadala. Unapoamua kuyaendekeza ama kuyaendeleza, maana yake ufalme wa Mungu umeachana nao. Amen. Haina mjadala. Ni lazima kuyaogopa. Hapa pametajwa uchawi. Uchawi nao umefanya nini? Ni matendo ya mwili. Haleluya. Amen. Kwa nini hutaki kuacha uchawi na umeokoka, unampenda Yesu, bado unaendeleza uchawi? Kwa sababu mwili. Amina. Pana mzozo kati ya mwili na roho.
Amen. Manake huyu nafsi ambaye ndiye alitakiwa awe msuluhishi wa kubalansi ule mzozo ameshindwa kazi yake, amezidiwa, amevutwa huku. Manake amekuwa na upendeleo kwenye mambo ya mwili. Yes. Maamuzi yake yameamua kuelemea kwenye mwili zaidi. Amen. Kwa sababu unapima, je, nifunge siku 3 kavu, yes, ili nipate misuli ya kiroho, au nile magimbi na nyama za kukaanga nipate misuli ya kimwili? Uamuzi ni wa kwako. Sasa hata ukiwa na misuli, na hatukuoni ukiingia kwenye vita kule Irani, wanapigana watu wengine, ndio vita za mwili hizo. Vita yako wewe ni ya roho. Amen. Lakini umeamua kujaza tu misuli, kakitambi kazuri, mashavu yanang'aa Amen. kwa kupiga ugali na siagi, unamimina na siagi, unaweka vitu kadha wa kadha ili ung'ae. Amen. Hapa nakutangazia wale wasaidizi wangu wote, leo ukienda kula, tutakula kula tena Ijumaa jioni, ile safu pale, na wengine huko ukitaka kujiunga. Kama leo utaenda kula, kesho hamna kula, Alhamisi hamna kula, Ijumaa jioni, mbona mmekuwa wanyonge? Tunataka tushinde vita ya nini? Falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Amina. Hatuwezi kuishinda hiyo vita. Yes. Kama sisi tutabaki huku tunapambana tu, magonjwa toka, umaskini toka, hayatoki ngo. Amina. Hayatoki. Tangu tumeanza kukemea magonjwa yako pale pale. Amen. Umaskini huko pale pale. Yale ni matokeo. Ngoma inapiganwa kule. Amina. Juu. Hapa juu hapa ndio penye shamla. Amen. Na ndio maana Mungu ukiangalia zile amri zake zote zinalenga mambo ya nani? Ya mwili. Amen. Usiue, usizini. Lakini ndio hapo tumesema mwili. Ukiangalia kuna andiko moja linasema moyoni yanatoka mawazo mabaya. Amina. Nitafutia ile andiko lipo somewhere hapa, uone sasa moyo huko hapa kwenye nafsi. Moyo huko kwenye nafsi, mawazo mabaya, fikra mbovu, ndipo penye moyo. Uangalie yale yanayotoka, je, yameelemea wapi? Kukupeleka kwenye ushindi wa kiroho au kukupeleka kwenye ushindi wa kimwili, kwenye furaha za mwili. Na ukiona Mungu amekataza akisema uwe na mke mmoja, mume mmoja, mwili unataka wake wengi, waume wengi. Amen. 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 Kweli si kweli? Kweli. Kama hapa tungekuwa hatujaokoka vizuri, ingekuwa balaa. Nitafutie hilo andiko, umelipata? Hata kwenye kipeperushi pia lipo somewhere hapa. Nisomee Mathayo 15 mstari wa 19. Mathayo hapa ndio penye vurugu hapa. Moyo huko hapa. Soma. Nitasoma kitabu cha Mathayo
sura ya 15 na mstari wake wa 19. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivu, ushuhuda wa uongo na matukano. Mambo yale. Amina. Yale. Sasa na mengine haya yote unayoyaona kwenye Galatia 5, haya ndio yanatoka moyoni. Kwa ni lazima, kwa hiyo vita ni kali, pambano ni zito. Ili wewe uweze kushinda vita ya kiroho, moyo wenyewe ukiwacha kidogo tu, mawazo yake ndio hayo. Amen. Fikra zake ndio hizo. Amen. Yaani ukiuachia kidogo nafasi. Amen. Umeacha maombi, umeacha kuabudu, yaani ukikaa tu idle siku 2-3. Amen. Mwingine akikaa dakika 2 tu chumbani peke yake, anayowaza ndio hayo. Amen. Tukikuacha tu, ndio maana tunataka ufanye ibada kila wakati. Asubuhi omba, mchana omba, usiku omba, ili kujitenga na haya mawazo ya sanamu. Amen. Kujitenga na mambo ya kusema uongo. Amen. Na mawazo ya ushuhuda wa uongo. Amen. Fanaka, mawazo ya uzushi. Yaani moyo unapenda uzushi, mwili wa mwanadamu unapenda uzushi. Ndio maana hata kwenye mtandao habari zinazokuvutia, amen, ndio hizo habari za kawaida tu za mambo ya Mungu, ila habari za mtu kafa, mtu kamdanganya, mtu kaibiwa mke, kaibiwa mume, ndio raha starehe. Comment kama 200 300 ndani ya sekunde tu, view ya milioni, ndio burudani ya mwili. Na hapo sasa miungu, yani hizi falme na mamlaka ili zikukamate, ndio zinakuseti katika mambo hayo. Falme na mamlaka za kiukoo, za kifamilia, za mtaa, za maeneo, zinapenda wewe ufanye mambo ya mwilini. Amen. Haleluya. Amen. Hazitaki ukae kiroho zaidi. Ndio maana ndani yako yani kiakili wewe unamwabudu Mungu, lakini mwili wako wenyewe unakupeleka. Amen. Unakupeleka machinjioni. Sema tupone. Mwili wenyewe unakuongoza machinjioni, lakini akili inasema hapa. Unajua kuona mtu ambaye anataka kufanya diet ili apungue, ameandaa vizuri, ameisoma diet kwamba nipiga hapa nitakunywa maji, sijui nitakufanya nini. Kwenye akili ndivyo anavyoishi, lakini sasa ukamweka mezani, ukampeleka kwenye sherehe, amen, buffet hili hapa kiroro yeye anafanya diet, lakini kimwili anapiga anakamata maminofu makubwa, anajaza kisahani mpaka mbele haoni, yuko hivi anaangalia kwa pembeni. Amina. Haleluya. Amina. Ndio wale watu wanasema mimi nitakuwa nafanya mazoezi, anaangalia video za mazoezi. Yaani akiangalia vile anasikia raha moyoni kama vile ndio yeye anafanya. Amen. Haleluya. Amen. Hautafanikiwa. Amen. Hapo manake mwili umezidi roho. Wewe ukiona tu mambo yoyote ya miungu ya ukoo inapenda uwe na wake wengi. Ukiwa na mke mmoja wanakucheka, wana ukoo. Ukiwa na wake wengi ndio wanaona huyu bwana shujaa, anaongeza ukoo, anaongeza familia. Amen. Ameacha pale katoto pale kule. Ndio miungu yenyewe inakwambia zaa hapo, zaa na hapo, zaa na pale. Ila Mungu anakataa.
Amen. Unaambiwa ulevi, simetajwa ulevi ni miongoni mwa matendo ya nani? Yes. Ila kwenye miungu sasa pana sheria na pana pombe kabisa ya kienyeji, ya kiukoo. Kila sherehe ya ukoo lazima ipitishwe kwamba bana kila mtu apige hapo. Amen. Ila sheria ya Mungu inasema ulevi haufai, ni matendo ya mwili. Ila miungu ina kapombe kao kabisa bana, lazima upige hii. Piga hata kidogo mtoto. Tena mababa, baba mdogo, baba mkubwa ndio wanakuanzishia tangu ukiwa kadogo hivi, wanakupa kidogo, onja hii dawa ya baba. Amen. Mimi nilikuwa naambiwa hii ni dawa ya baba. Ukipiga ukiona chungu unasema kweli ni kama dawa. Amen. Kwa sababu chloroquine si ni chungu. Amen. Ukipiga na safari unaona kwa kumbe kweli hii ni dawa. Ndio nilikuwa naambiwa hivyo. Sasa ile ni mizimu. Ndio inakuambia kabisa hii ni dawa. Yes. Kwa hiyo mimi nimekuwa najua dawa hii ni dawa. Kwa hiyo mpaka naendelea napiga dawa vibaya mno. Mpaka nikakutana na mzee wa Yesu akaniambia, bwana wewe, nimekutana naye tu mara ya kwanza, akaniambia wewe pale sebuleni kwako pale pana pipa la pombe. Amen. Nikamkata jicho. Wakati mimi najua ile ni dawa. Na mimi wakati huo sasa nishakuwa mkubwa na mimi baba. Amen. Kwa hiyo ile ni dawa yangu sasa. Yes. Anambia wewe ukinywa haulewi kwa sababu kuna wazee ambao wewe unakunywa wewe, wao ndo wanalewa kwa kaburini. Amen. Kwa niaba. Yaani mimi nakunywa kwa niaba yao. Amen. Na kweli kipindi hiko nilikuwa nakunywa masaa, tunachindana kwa masaa. Yaani kukaa baa masaa mengi. Masaa 36, masaa 48. Kuna siku moja tukapiga masaa 72. Yaani unaanza Alhamisi jioni, Ijumaa jua linazama, mko kwenye pale mnaongea, mnaenda chooni, mnakojoa, mnarudi, kula nyama, watu wanaondoka wanaenda disco, wanawakuta asubuhi, mnawakaribisha hata karibuni tuendelee. Piga mpaka tena Jumamosi, Jumapili. Pale masaa tunahesabiana, tunasema tunavunja rekodi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Macho yanabadilika rangi, yanakuwa mekundu, alafu baadaye yanabadilika yenyewe yanakuwa meusi, pote meusi. Baadaye yanarudi tena kwenye hali yake ya kawaida. Unaweka tu vitu. Unakaa kwenye kaunta, wanafunga baa, wanawasogezea kameza kenu kapembeni. Wanarudi wale wahudumu, wanakuja shift nyingine, anawapokea, anawahudumia, anarudi yule ya shift, mnaendeleaje? Tupo. Wahudumu wanaenda wanalala, wanarudi, nyinyi mpo naweka vitu. Amen. Yaani ndio mizimu inapenda hivyo vitu vya namna hiyo. Mimi nilikuwa na meza yangu kabisa yani. Kwenye baa zile maarufu, meza ile watu wakija kukaa, wahudumu wenyewe wanaogopa. Sasa akija wenye meza yao inakuwaje? Wanaanza kuwasogeza. Haleluya. Amen. Nafsi imeshakamatwa, inakuelekeza haya ndio mambo, hapa ndio safi. Amen. Mizimu yote imefurahia kwamba huyu sasa ni wa kwetu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwenye moyo panatoka matendo mabaya. Yes. Kaweza kucontrol moyo, kaweza kuicontrol nafsi yako, wewe dunia hii hautakuwa mtu wa kawaida. Amen. Hautakuwa wa kawaida. Amen. Kwanza utakuwa ni mtu uliyebarikiwa. Yes. Utakuwa mtu mwenye mafanikio. Amen. Ukaishinda njaa. Yes. Wewe sio mtu wa kawaida katika ulimwengu huu. Amen. Lakini tumekuwa watu wa kawaida kwa sababu ya hivi vitu. Ndio maana unakwenda kazini, unarudi, unaendelea na maisha huko pale tu.
Lakini kama tutaweza kuishinda matendo ya mwili, baraka zitakazomiminika kwetu sio za kawaida. Kwa sababu Mungu anasema wanaofanya matendo ya mwili sio wangu. Amina. Sio wangu. Wewe ukisoma ile Warumi, Paulo mtume ambaye amehubiri kazi kubwa, anafundisha mpaka anaamua kuelezea sasa kwamba ndani yangu kuna dhambi. Kuna dhambi iliyo ndani yangu, sio mimi, sio nafsi yangu, ila dhambi ikayo ndani yangu ndiyo inayonikosesha. Kwa akili yangu ninaitumikia amri ya Mungu, lakini kwa mwili wangu naitumikia amri ya dhambi. Hebu tusome Warumi 8, nataka kuhani uisome yote. Warumi, kitabu cha Warumi sura ya 8, uone struggles za Paulo mtume. Kitabu kile cha Warumi sura yake ya 8 mstari wa kwanza nitashuka nayo. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mstari wa pili, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Mstari wa tatu, maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi katika mwili. Katika nini? Katika mwili. Katika mwili. Amen. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alipoona jinsi gani wanadamu wana struggle, ndipo akashuka akatengeneza mwili akauita mwana kondoo aichukuae dhambi. Amen. Kwa sababu mwili wa mwanadamu umejaa dhambi. Amen. Jinsi gani tunaweza tukamkomboa mwanadamu? Lazima na mimi nivae mwili wa dhambi na kisha niishinde dhambi. Amen. Niuvae mwili wa mauti, niishinde mauti, ili huyu mwanadamu asiendelee kukaa tena kwenye dhambi. Amina. Asiendelee kukaa tena kwenye mauti. Asiogope tena dhambi wala asiogope tena mauti. Amen. Kwa hiyo Kristo aliposulubiwa msalabani, mwili ulisulubiwa ili kuisulubu dhambi ikaayo ndani ya mwili. Akauchukua mwili wa dhambi, kisha mwili ukasulubiwa, akafufuka kutoka kwa wafu akiwa na mwili wa kiroho, mwili ambao anapita mahali popote, anasafiri, anatokea, anashinda vita kwa wepesi. Ndio concept kubwa ya Yesu kuvaa mwili wa mwanadamu wa kawaida. Amen. Yeye alikuwa ni Mungu kamili, auvae mwili ili apate kusulubiwa, kuikomboa dhambi ya ulimwengu. Amen. Ili sasa wewe ukiita damu ya Yesu, nafsi yako haiwezi tena kukupeleka kwenye matendo ya mwili. Ukiita damu ya Yesu ambayo ilimwagika wakati Yesu anasulubiwa, matendo yote ya mwili yanaonekana kwako ya kwamba hayawezi kukushinda tena. Amen. Unakuwa mwepesi wa kuona mambo ya kiroho, unakuwa mwepesi wa kuishinda dhambi. Mwili unakwambia piga konyagi kidogo ili uchangamke, ufanye maombi. Amen. Ili ukae sawa.
Wewe nafikiri ni kwa nini waliita ile ni spirit? Amina. Kwa sababu ndani yake kuna spirit. Amen. Ukivaa ni kweli unachangamka. Hata wale watu walioshukiwa na Roho Mtakatifu walipoanza kutamka lugha tofauti tofauti, watu wakasema hawa wamenini? Wamelewa. Lakini akawaambia hawa hawajalewa kwa mvinyo wa kawaida, hawa wamelewa kwa mvinyo mwingine. Amina. Wa Roho Mtakatifu ni upande ule. Amen. Watu wanajua kwamba wamelewa kwa mvinyo wa kawaida wa kimwili, yes, physical, kimiminika, lakini wao wamelewa katika mvinyo wa kiroho ambao hauonekani. Hebu endelea mtumishi. Mstari wa 4. Mstari wa 4. Ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi. Ndani yetu. Yale maagizo ya torati ambayo tumesoma ya kwamba usiue, usizini, usiibe, usitukane, usifanye hiki, usitamani mke wa mwenzako, yatatimizwaje ndani yetu bila ya kuishinda hii vita? Ndio Yesu akauvaa mwili ili tupate kutimiza. Torati inasemaje? Torati inakwambia usiende kwa mganga, lakini wewe mwili wako automatically unakupeleka, na unakuwa unatamba hapa kwenye ushuhuda. Mimi nimezunguka kote kule unapopajua, ukishaona tu. Na kule waganga wana masharti yao mazito. Amen. Tuendelee. Masharti ya waganga mnayajua. Tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Ya roho. Mstari wa 5. Kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatayo roho huyafikiri mambo ya roho. Mambo ya roho. Mambo ya mwili tunayajua jamani, tumeyaona. Tuendelee. Mstari wa 6. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Nia ya mwili ni mauti, yani mwili wako chochote, yani masilahi. Tunaposema nia tunazungumza masilahi ya mwili ni mauti. Yani wewe ukifa, mwili wako ukishuka kaburini, ndio masilahi yake yametimia. Ndio. Bali nia ya roho ni uzima na amani. Uzima na amani. Kwa hiyo hapa huku tunatakiwa tuandike uzima na amani, huku mauti. Amina. Endelea msomaji. Mstari wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Mstari wa 8. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hautaweza. Yani usijidanganye, hautaweza. Mwili ni lazima usulubiwe. Amina. Kama Yesu alivyousulubu mwili, alitutolea mfano. Ndio maana yeye akawa ni limbuko la waliolala. Maanake sisi tumelala, miili yetu imelala. Yeye akafanyika kuwa limbuko, awe wa kwanza kufufuka. Amen. Ili na sisi tujue ya kwamba kumbe firstborn wetu ameweza, na sisi tunaweza. Amen. Haleluya. Amen. Firstborn wetu ameweza, na sisi tunaweza kukaa katika roho kwa masilahi ya roho ambayo ndio yatatupa uzima na amani. Lakini matendo yote tuliyoyaona hapa yanaleta mauti. Amen. Wewe unaota kila siku ndoto makaburini, unaota unakimbizwa na wafu, unaota unazikwa, maanake unaota mauti, 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 mauti. Je, matendo yako tukiangalia yanasemaje?
kwa sababu usisingizie tu mizimu. Matendo yako yanakupelekea kwenye hiyo ndoto. Mungu anakuonyesha tu mauti, kwa sababu umependa matendo ya mwili. Sema kuanzia leo, kuanzia leo naikataa mauti, naikataa mauti, nakataa matendo ya mwili, napangua kila mamlaka, kila falme zinazoinua matendo ya mwili ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema amina. Soma mstari wa 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Yes. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, ndio huyo si wake. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akikaa ndani yenu, sababu yeye Roho haji kukaa hapa kwenye roho, haji kukaa kwenye nafsi, haji kukaa kwenye mwili, anakaa ndani ya mwanadamu. Yaani mwili wako huu wote, huu sasa ni mwili wako wote, yaani ni wewe, ambapo ina vitu vitatu: roho, nafsi na mwili. Roho Mtakatifu akikaa ndani yenu, hamufuati tena mwili. Yes. Mtafuata roho. Tuendelee. Mstari wa 10. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa. Mwili umekufa kwa sababu ya dhambi. Bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Tuendelee. 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu, ndio anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu ndio katika wafu, ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, kwa roho wake anayekaa ndani yenu. 12. Yes. Basi kama ni hivyo, ndugu, tuwadeni si wa mwili, tuishi kwa kuifuata mambo ya mwili. 13. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Mwataka kufanya nini? Kufa. Yaani ukifuata mambo ya mwili unataka kufa. Lakini bali kama mkiafisha matendo ya mwili, kwa roho mtaishi. 14. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. 15. Mnaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo Kristo aliitwa mwana wa Mungu kwa sababu aliongozwa na Roho wa Mungu. Amen. Roho wa Mungu alikuwa ndani yake. Amina. Haleluya. Amen. Alikuwa ndani yake. Yes. Kwa hiyo watu wanamjua tu kama mwana wa Mungu, lakini ni Mungu mwenyewe alikuwa ndani yake. Amen. Sisi leo wakati kipindi kama hichi ambapo ni siku 40 baada ya Pasaka, ambapo Yesu alikuwa akiwatokea mitume wake kuwathibitishia, akiwaonyesha alama za misumari, alama za upanga, alama za mijeledi. Amen. Maanake ilikuwa anatembea katika mwili wa kiroho. Ni mwili, lakini ni mwili ambao haushikiki, mwili ambao unafanya maajabu. Amen. Mwili ambao umeshashuka kuzimu halafu ukainuka. Amina. Akawaambia, yes, ilivyofika siku 40 akapaa. Amina. Akasema nitaondoka kwa sababu hawa watu, yes, wanapenda matendo ya mwili. Amina. Wataanza kuniabudu kimwili. Ndio. Wanapenda mambo ya mwili. Kwa hiyo nikiendelea kuwa nao, wanataka kila siku wanipapase waone kidonda.
kila siku alipapase waone makovu, akaamua kusepa, akapaa mbinguni. Lakini aliacha ahadi ya kwamba nitawaachia msaidizi, ahadi ya Baba kwamba for 10 days msubirie, mkiomba, mkimtafuta, ili na nyinyi miili yenu, Roho yule anayekaa ndani yangu aje akae ndani yenu, awauishe na nyie miili yenu, msizidiwe tena na tamaa za mwili. Kwa hiyo kipindi hichi tulicho nacho makuhani wa Kristo ni kipindi cha kuomba, cha kutafuta, ya kwamba Pentekoste inapokuja kweli Roho Mtakatifu akae atuuishe miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Na miili yetu ikiuishwa, mchawi hawezi kukuonea, kwa sababu yale matendo ya uchawi ni ya mwili. Hawezi. Akija anakuta mwili wako unawaka moto, taka kuchomeka vitu vyake, anakuta mwili wako unawaka moto. Yaani wewe kile unachokitamka ndicho kinachofanyika, kwa sababu upo katika roho, upo katika vita yenyewe, vita halisi. Vita yetu si juu ya damu na nyama, vita ni juu ya falme na mamlaka. Vita. Sema amen. Amen. Ndio, tuendelee msomaji. Mstari wa 16 anasemaje? Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu, ndio, ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. 17 sisi tu watoto wa Mungu, manake ni wana wa Mungu. Amina. Kwa hiyo Yesu, Roho Mtakatifu anaposhuka, amen, na sisi tunakuwa wana, yes, wa Mungu. Amen. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Amen. Yaani unakuwa na status ile ile ambapo Kristo alikuwa nayo alipokuwa hapa duniani. Amen. Haleluya. Amina. Na wewe unatembea na Mungu, unafanya ishara zile zile. Yes. Ukisema fufuka, mtu anafufuka. Amen. Ukisema inuka uende, mtu anainuka, anaenda. Amina. Mtu kipofu unamuuliza unaona, unamgusa anaona. Lazima tuitafute hiyo hali. Yes. Na hizi wiki 2-3, amina, maajabu yatafanyika. Amina. Miujiza itatokea. Amen. Watu watainuliwa. Yes. Watumishi wa Mungu watapandishwa. Amina. Wale watakaosimama na maombi. Yes. Wale watakaoamua kuusurubisha mwili. Amina. Watakaoamua kufa na Kristo. Amen. Na kufufuka na Yesu. Amen. Watapokea hiyo nguvu. Amina. Kwa nini aliwaambia msiende, msitoke Yerusalemu? Kwa sababu walikuwa hawajaipokea ile roho. Ile roho ni muhimu ili kuweza kushinda huu mvutano. Ni mvutano mzito, yaani ni mvutano unaendelea masaa yote. Unasema nimefunga, lakini kila baada ya dakika 2 umerudi kwenye friji, unacheki, unaondoka. Unakaa wewe jikoni unatafuta nini na upo kwenye mafungo. Unasema anapita tu, unafanya maombi yako unayafanyia jikoni. Takasa nini, unafungua friji, unaliombea, unafunga. Kuna hatua utafungua, utakamata hapo nani? Amina. Mkate. Silesi utaipiga na bata na blue band utaitafuna. Amen. Kaa mbali na friji kama unafunga. Amen. Mwambie jirani, wiki hii uwe na siku 3 za kufunga. Kabla ya Jumapili. Yes. Jipangie. Na sasa siku zimeshaisha, zimebaki ngapi? Zimebaki 5. Amen. Sasa tafuta siku 3. Mimi na hawa jamaa tunaanza kesho. Amen. Tunakuja kula Ijumaa. Amina. Na tutaweka mzani. Naomba mtu mtununulie mzani. Hapa tunaweka kilo za leo na kilo za Ijumaa. Amen. Tutajua wewe umepiga kaugali. Amen. Wewe umepiga makande. Yes.
Lazima tufuatiliane. Mwili huu bwana, vita ni kali. Amen. Unaweza kama umelala unasubiri watu wote wako 444 ndio wewe huko unaleta na mafriji. Amen. Na mimi na hapo wote maziwa unachanganya unakoroga unapiga unarudi kulala. Sema Bwana Yesu nifuniki kwa damu yako. Amen. Nacheza nini na mwili? Amen. Mwili huu una vitu vinatembea. Wewe huwezi kuviona lakini vipo. Yes. Tukiweka mkono hivi utavisikia hapa. Soma mstari wa 17. Na kama watoto. Tukitoka hapa tunapita pharmacy. Nadhani wana mzani. Amen. Kila mtu tunaandika. Amen. Nani mwingine anataka? Atakayejiunga. Watu wanaogopa, unafikiri utakufa. Huwezi ukafa kwa kukaa siku 3. Si unakunywa maji? Maji inakuruhusu unywe. Very simple maombi. Haleluya. Amen. Na tutajitahidi tuwe na maombi asubuhi na usiku. Kama tutaweka kwenye YouTube ama tutajua tu, Mungu atatuonyesha. Amen. Kuanzia kesho asubuhi. Amen. Kitu kitaanza. Tuendelee msomaji. Mstari wa 17. Na kama watoto, basi tuwarisi. Warisi wa Mungu. Warisio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Yes. Mstari wa 18. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. 19. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. 20. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye avitishie katika tumaini. 21. Kwa kuwa viumbe vyenyewe ndivyo vitawekwa huru na kuletwa katika utumwa wa uharibifu, hata vingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. 22. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Amen. Hapo. Amina. Mrudi Warumi 7 mstari wa 14. Alafu teremke nao. Kitabu kile cha Warumi sura yake ya 7. Mstari wa 14 nitashuka nayo. Ndio. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni. Torati asili yake ni ya rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Torati, zile sheria zote zimeandikwa kwenye kumbukumbu ya Torati, ni asili, zilianzia rohoni. Musa alipewa katika roho, aliambiwa katika roho, kaja akaandika, sababu yeye alikuwa na uwezo wa kuongea na Mungu uso kwa uso. Tumeambiwa kwenye maandiko. Mtu atajiuliza imewezaje Musa kuandika kitabu kuanzia Mwanzo mpaka vitabu vingapi ameandika? 5. Kama 5. Wakati huku Mwanzo yeye hakuwepo. Ndio. Kumbukumbu ya Torati hakuwepo. Amina. Kutoka hakuwepo. Kutoka ndo alikuwepo. Anapoanza kuwavusha watu. Amen. Lakini ile Mwanzo, uumbaji wa ulimwengu nini vyote hakuwepo. Amewezaje kuandika? Na anaandika kwa details. Anaandika kwa ufafanuzi kabisa ya kwamba ikawa asubuhi, ikawa kwa uhakika. Amen. Kawezaje kuandika hayo yote?
aliandika katika roho, sababu Mungu alikuwa anasema naye bana, hapa mimi nilivyoumba nilifanya hivi, nilifanya hivi. Niliumbaga jamaa mmoja anaitwa Adamu. Yule Adamu mimi nilikuwa naongea naye ana kwa ana. Siku moja mke wake akaenda akapigwa sheria. Mimi nimewapa sheria ya rohoni, msile tunda, lakini mke wake akakutana na shetani, naye akampa sheria. Sheria ya Mungu inasema ukila utafanya nini? Utajua mema na mabaya. Utakufa, si ndio? Amina. Lakini yeye shetani alivyomwambia, akamwambia ukila hakika hamtakufa. Anaigeuza, yani ndio mtindo wa shetani. Hii sheria inayosema usiue, yeye anaweka pale mbele, anaweka ua. Lazima ili utoe upate utajiri, ua katoto kako aka ka festiboni. Amen. Kafanye kawe kazezeta. Amen. Ndio ilivyo sheria za shetani. Amen. Anaangalia Mungu anasemaje. Usizini. Wewe zini, pate watoto, upate nyota, tafuta mwanamke yule pale, zini naye, mweupe, tafuta yule mrefu, tafuta yule bikira. Amen. Zini naye. Ndio sheria za shetani. Kwa hiyo alivyokutana na Hawa, akamwambia tafuna wewe, acha ujinga, tafuna hilo tunda. Akatafuna naye, alafu akamwambia kwa mafundisho, manake walizini. Amen. Walivyozini kamimba kakaingia. Kalipoingia akaona sasa hapa tunavyoendelea katakuja kuonekana. Itabidi lazima niende tena na kwa mume wangu nikambambikie. Haleluya. Amen. Akambambikia, maana anajua mtoto ni wake. Kaini. Kumbe bwana katoto kale kanyoka. Akamwambia kula tunda, kula tunda. Kumbe mwenyewe alishakula, anajua tumboni kuna kimujusi kinaelea cha nyoka. Si ndio wanavyofanyaga wataalamu wakitoka kijijini, wanaacha wake zao. Haleluya. Amina. Tuendelee msomaji. Bali mimi ni mtu wa mwilini. Sheria ni ya rohoni, lakini sisi ni watu wa mwilini. Ndio maana inakuwa ngumu. Kwa hiyo hii vita sio nyepesi wapendwa. Ni vita ambayo inataka ujikane. Ndio maana Yesu mwenyewe akashuka ili kutuonyesha inawezekana. Malizia. Nimeuzwa chini ya dhambi. Nimeuzwa chini ya dhambi. 15. Maana sijui nilifanyalo kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Yaani haya yote tumeyasoma, umefundishwa kila siku. Galatia unaijua kwa moyo. Ukisikia tu neno wa Galatia, akili yako yote inahamia pale. Na unajua moyoni nayachukia. Lakini mwenyewe kwenye ibada ya sanamu, mwenyewe Desemba huyo unanyoosha kwenye msafara kuelekea kwenye vimibuyu, kwenye vimakaburi, umesujudu pale. Yaani silipendi, lakini ndio nalifanya. Amen. Na ndio hilo linakuangamiza, linakupelekea kwenye mauti. Leo Yesu atusaidie. Amen. Leo Yesu atutetee. Amen. Ndiyo, malizia pale. Mstari wa 16. 16 anasemaje? Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, nakiri ile sheria ya kuwa ni njema. Tuendelee. 17. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayatenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Si mimi, anajitetea sasa. Kaona hapa
aitetee nafsi. Ni dhambi inayokaa kwenye viungo vya mwili. Nafsi inapenda sheria ya Mungu, sheria ya huku juu ya rohoni, lakini mwili, viungo vyote, kuanzia kucha, kuanzia unyayo mpaka kwenye nywele, inapenda matendo ya mwili. Lete kucha yako, lete nywele, lete nguo, vyote unavyovipeleka kwa mganga, yale ni matendo ya mwili, ni uchawi. Sema leo nakataa. Leo nakataa. Leo Yesu anisaidie. Leo Yesu anisaidie. Inuka mahali ulipo, simama juu. Kwa hiyo kuanzia leo usipambane na matokeo, pambana na vita halisi. Unapoona unashindwa mwilini, ujue tayari huku walisha kuzidi. Amen. Rudi vitani, kwenye vita halisi, the real battle. Amen. Huku hamna vita, huku ni matokeo. Inua mikono yako, twende tumwabudu Mungu. Yes. Inua mikono yako, twende tumwabudu Mungu. Unapomwabudu Mungu, sema naye, mwambie Bwana, naomba unihuishe roho yangu, unipe nguvu ya kiroho, unipe uwezo wa kushindana hiyo vita. Yes. Inua mikono yako, anza kusema na Mungu. Unajua matendo ya mwili yote tuliyoyatamka, asilimia kubwa yamekugonga, yamekutafuna, yamekupiga, yamekurudisha chini. Unapenda fanaka, unapenda uzushi, yaani vyote vina uzito sawa. Mchawi na mzushi ni wale wale, mchawi na mzinzi ni wale wale, mwasherati. Inua mikono. Magonjwa, mauti zinakuvamia kwa sababu ya matendo haya. Haya matendo ndio yanayofanya roho inadhoofika. Roho ikidhoofika, falme na mamlaka zinaishinda roho yako. Unashindwa kushinda ulimwengu. Matokeo yake mambo yanakuwa mazito. Mambo yakiwa mazito, matokeo ndio haya: magonjwa, umaskini, mauti. Mauti ni matokeo makubwa kabisa ya dhambi. Inua mikono mbele za Yesu mahali ulipo. Twende tumwabudu Yesu dakika 1 2. Unapomwabudu Mungu, manake unaita Roho Mtakatifu ashuke, akuhuisha, akupe nguvu, akupe kibali. Naomba tubalance hapa waimbaji. Yes. Salama, 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 nalijaji jina lako, naamini we salama, nalijaji jina lako, naamini we salama, 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 nalita jina lako, naamini wesa, naliita jina, imba salama, 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 nalita naamini nalita jina lako,
Kuna